mtazamaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 5, kipindi cha Pasaka mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 1 hadi ya 6, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 15 aya ya 1 hadi ya 8. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ninawaalika tusikilize na kutafakari kwa pamoja ujumbe unaotokana na somo la Injili ya leo. Somo tulilosikia ni mwendelezo wa mafundisho ya Yesu kwa wanafunzi wake. Yesu anatumia lugha ya picha akijifananisha na mzabibu, tena mzabibu wa kweli, ili kuonesha uhusiano uliopo kati ya Mungu na mwanadamu. Yesu anawachukulia wanafunzi wake kama matawi katika mzabibu. Ni wazi kuwa tawi haliwezi kukaa peke yake likastawi na kuzaa matunda, bali ni lazima lijishikamanishe na shina ili kuendelea kupata virutubisho vitavyowezesha ustawi na baadaye kuzaa matunda. Ndivyo Yesu anavyotoa maagizo kwa wanafunzi wake katika Injili ya leo, ya kuwa hawawezi neno lolote pasipo kujishikamanisha na Kristo. Yesu anawaalika wanafunzi wake kukaa ndani yake ili naye akae ndani yao, na wakaapo katika muungano huo anawaahidia neema ya kufanikiwa katika lolote waombalo. Lakini pia Yesu anatoa onyo kwa wale wasiokaa katika muungano naye, ya kuwa wataadhibiwa na kamwe hawatafanikiwa katika neno lolote wafanyalo. Tukirejea katika historia ya uumbaji, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, binadamu aliumbwa kiumbe wa mwisho katika orodha ya uumbaji wa Mungu, na Mungu akamweka kutawala na kuvitiisha vyote vilivyoumbwa tayari. Lakini zaidi sana, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 18, Mungu hakupendezwa na upweke wa Adamu, na kwa sababu hiyo akamfanya Eva kupitia ubavu wa Adamu. Maana yake Mungu hakumuumba mwanadamu akae katika hali ya ukiwa, bali katika mahusiano mazuri kati yake na Mungu, na pia kati yake na binadamu wenzake, na hata viumbe wengine na mazingira kwa ujumla. Ijapokuwa hata pale wazazi wetu Adamu na Eva walipokosa utii, na kwa sababu ya dhambi hiyo wakauharibu uhusiano mwema kati yao na Mungu,
Mungu hakumwacha Adamu apotee katika uharibifu wa dhambi, bali alizidi kumtafuta akimwita bustanini. Uko wapi? Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 9. Ndugu zangu, nasi tumerithi udhaifu huu kutoka kwa wazazi wetu Adamu na Eva. Lakini Mungu akitambua ya kuwa hatuwezi kujikomboa wenyewe kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti, yeye mwenyewe aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni yeye ambaye kwa njia ya maisha yake, kifo na ufufuko wake, tumefanywa wapya na kurudishiwa uhusiano mwema tulioupoteza hapo awali. Kwa kuwa Yesu alitambua udhaifu wa wanafunzi wake, ya kuwa hawawezi neno lolote pasipo nguvu ya Mungu, anawaalika akisema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Hivi ndivyo anavyotualika siku ya leo, kukaa ndani yake ili naye akae ndani yetu. Kukaa ndani yake Kristo kunahusisha kumjua Mungu, kumpenda, kuzijua amri zake, kuzipenda na kuzishika. Huko ndiko kukaa katika pendo la Mungu. Kwa neema ya kuwa Wakristo, tunapata nafasi ya kuzijua amri na maagizo ya Mungu kwa njia ya mafundisho ya kanisa, lakini tunapaswa kujitafakari vizuri. Ni kweli tunaishi kile tunachokijua? Katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 12, Yesu anaweka ufupisho wa amri zake zote katika amri ya upendo, akisema, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kama Yesu alivyotupenda na kwa namna ya kipekee hata ilipompasa kuutoa uhai wake, ndivyo anavyotufundisha leo kuwapenda jirani zetu, wanaotegemea msaada wetu na wale wote tuliokabidhiwa. Huku ndiko kweli kukaa ndani yake Kristo. Ndugu zangu, maneno ya Yesu, mimi ni mzabibu wa kweli, yanaonesha msisitizo na mwaliko wake kwa watu wote kuja na kujishikamanisha na Mungu kwa njia yake Kristo, ili kupata neema na baraka tele katika maisha yetu ya kila siku. Lakini pia Yesu anaposema mimi ni mzabibu wa kweli, inafikirisha kuwa huenda kukawa na mizabibu mingine mingi, ila Yesu ndiye mzabibu wa kweli. Na waalika tujitafakari katika ujumla wa maisha yetu. Kuna hatari ya kuweka uhusiano wa maisha yetu na vitu vingine na sio Mungu. Na ikiwa Mungu kwetu sio nguvu na tegemeo letu, maana yake tumejishikamanisha na mizabibu mingine isiyozaa, na mwisho hukauka na kuteketezwa. Kwa hivyo Injili ya leo inatupa wasaa wa kujitafakari vizuri. Tumejishikiza katika mzabibu gani? Na Yesu anatualika akitia msisitizo kuwa yeye ndiye mzabibu wa kweli. Ni mzabibu ambao uzao wake utakuwa taifa jipya na teule, taifa linalomtumainia Mungu daima. Tukiwa bado katika kipindi cha Pasaka, tuendelee kuomba nguvu ya Kristo mfufuka na neema ya Roho Mtakatifu vituongoze katika kukaa kweli ndani ya Kristo, ili Mungu afanye makao ndani yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Emmanuel Fortunatus Bwire wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasaka